Kunako karne ya 16 huko Korea ilikuwa kipindi issue nzima ya matabaka imetawala sana. Yaani watawala na watumwa ama watawaliwa. Na sheria ikawa kama mama yuko utumwani na akajifungua, basi mtoto wake naye atakuwa mtumwa wa mkuu wa mama yake huyo huyo. Kwa namna hiyo viongozi wakawa na watumwa wa kutosha wa kuwapelekesha. Lakini hadithi hii inamzungumzia kijana anaitwa Cheon-yong ambaye yeye alizaliwa utumwani, akaishi kiutumwa, na bado alipopambania nchi yake katika muda wa Japani walipovamia Korea, licha ya mfalme mwenyewe kukimbia na viongozi wake, bado aliitwa haini. Filamu inaanza Cheon-yong na babake wako ofisi ya watumwa. Hakimu anaambia, "Kwani sheria muijui?" Mzee anajibu, "Naijua mkuu." "Yasemaje?" "Kwamba kama mtoto amezaliwa akiwa utumwani, basi mtoto huyo ni wa bwana wa mtumwa alipo mama yake." Sasa kesi imeisha hapo. "Lakini mkuu, sisi tulinunuliwa na kwenda kufanya kazi kwa bwana, muda huo mtoto wangu alikuwa tayari ameshazaliwa." Pembeni alikuwa kwa mwanasheria wa serikali, "Lakini mtoto ni sehemu ya mama. Kwa hiyo mama akinunuliwa sawa na mtoto pia kuchukuliwa, maana anatoka tumboni kwake." Siku chache baadaye akaja mfanyakazi wa serikali na kumchukua dogo kumpeleka kwa bwana wake, naibu waziri wa ulinzi wa serikali ya kifalme. Jamaa anamwambia pale kuna wafanyakazi wengi, wengine ni wapishi, wasafishaji, wapokea barua kwa master, lakini wewe rafiki yangu hautofanya yote hayo. Nitachapa kwa ajili yake. Kwa nini sasa? Wewe ni mwili wa young master. Mwili wake ndio yeye hatakiwi kuumia, maana ni mtoto wa ufalme. Dogo akafika pale. Intro kwanza, mke wa naibu anasema, amekuja kijana mpya. Tuone huyu kama atadumu." Dogo anashangaa, hiyo sasa yamaanisha nini? Kudumu kwamba watu wanaliwa au? Akaona mtu anakufa pale mbele yake, ndo akaelewa kwamba kwa nini ama nini anachokuwa kimaanisha mke wa naibu waziri. Siku hiyo mzigo ukaanza. Young master mwenyewe mazoezi ya panga hata hayawezi. Cheon alichezea stiki utafikiri kafeli 5 mara 4 darasani kwa mwalimu wa math. Usiku akaona huu ni ujinga, mimi ni lazima nijiache nirudi kwa babangu. Amefika nje akaona kula kitu ambako hakaeleweki. Young master akamuona, akamletea chakula cha kueleweka. Sifa ya young master ni upendo na huruma. Kwa hiyo akawa anamuonea huruma sana jamaa anapoteswa kwa sababu yake. Jamaa anamwambia, "Umenipa menyu lakini bado mimi nitatoroka tu." Kwa hivyo maliza huyo akajiacha. Kafika home kakuta mzee wake kajianika, akaumia sana. Askari nao wakapita wakamkamata tena na kumrudisha kwa bosi wake. Dogo akachezea fimbo sana, alafu vistep anapokosea young master ni vidogo sana. Ikabidi aanze kumwamsha usiku kumwelekeza kiutaratibu ili dogo basi mchana asipate fimbo. Wakawa wakifanya hivyo mpaka walipokuwa wakubwa. Kwa hiyo ikawa kama wamekuwa kaka wa nyumba moja kabisa. Young master alikuwa akitrain kwa ajili ya mtihani wa jeshi ambao kila mtoto wa kiongozi lazima upitie, alafu atayeshinda inaonyesha kwamba analeta heshima katika nyumba yake. Young master kaenda mtihani wa kwanza akapigwa vibaya mno. Aliporudi nyumbani mzee akawaita wote fokea sana kwa ujinga huo wa kufeli. Cheon-yong akaomba basi aende yeye kwa niaba ya young master, alafu kama kifaulu basi bwana amwachie. Mzee akakubali, jamaa kaenda zake. Na ikija swala la uhuru binafsi, nani asiyepambana kwa nguvu zake zote? So heshima ikaja nyumbani kwa mzee wa watu, na mzee akana furahi sana pale, kunywa kwingi, kula pamoja na familia yake. Cheon-yong huku kajiandaa fresh, maana anaachiwa sasa kuwa mtu free kabisa. Young master kafika kwa mzee wake, anamwambia masuala ya Cheon-yong na kumwachia. Mzee anamwambia, "Mwanangu, huwa hatutunzi ahadi zetu kwa watumwa. Wale ni watumwa wako chini yetu na hatuna lolote la kuwajibu kwao. Yaani hatutaki ujibu chochote kile kwao." Kumbe Yong kasikia kila kitu. Young master katoka nje, jamaa kakasirika kinoma. Young master ikabidi ampe panga lake na vazi, alafu anamwambia ajikatae. Anamuuliza, "Bado si ni marafiki?" Lakini Jong anamwambia ndio, alafu huyo akaondoka zake. Lakini bado akamleta tu wawinda watumwa. Anamwambia, "Yaani hutaki tu niondoke mzee?" Mzee alikasirika sana alipoambiwa hivyo. Anataka tu kumuua Young master. Anamwambia, "Mzee tafadhali, watumwa wanaangalia, achana naye." Akapelekwa kwenye kagereza mule ndani ya nyumba ya naibu waziri. Jamaa mwenye kashajitokea na maisha, hata ateswe vipi, yani ana ni kawaida tu na hayo mambo ambayo yanaendelea. Mara ghafla Japani wakavamia Korea, eti mfalme kipaumbele chake ikawa kuondoka mjini aende sehemu salama, alafu wengine watajijua tu. Young master sababu alikuwa mshindi wa mtihani wa jeshi akawekwa kuwa escort wa mfalme. Hivyo anamwambia mama yake kwamba yeye anakwenda kumescort mfalme aende sehemu salama. Kwa hiyo baba akija waondoke kimya kwenda sehemu nyingine. Akamwaga mama yake na mke wake kisha akaondoka zake. Ile kaondoka tu, watumwa wakawageuka mule ndani wakamuua mama, yani mke wa naibu waziri, na ndugu zake wote kasoro mke wa Young master, maana yeye alikwenda kujificha. Wakachoma na moto eneo lile, kisha watumwa hao wakaondoka zao. Cheon-yong anashtuka kutoka usingizini, anasikia kama moto unawaka hivi. Aisee, hawa jamaa vipi?
moto waka alafu mimi wameniacha, inakuaje tena? Anatoka nje anakuta ni bosi wa pale kaninginizwa juu. Akachukua panga la Young Master ambalo lilikuwa limesimikwa katika tumbo la Master wa pale na vazi lake, kisha anafika nje anamkuta mke wa Young Master na mtoto wake. Anajaribu kuokoa, anamuuliza mume wako yuko wapi? Kaa mbali na mimi, hii ni laana yako wewe msaliti. Anamsogelea, usinishike na mikono yako michafu. Alafu huyo anajipeleka motoni. Wewe unakichaa, huko ni hatari sana. Lakini mama haelewi kabisa, anaona ni bora afe huko kusaidiwa na mtumwa. Kwa namna hiyo tu basi ikawa kifo cha mke wa Young Master pamoja na mtoto wake. Jamaa akawa hana muda tena kupoteza, akachukua farasi akawa anaondoka zake. Ila anatoka tu, mtumwa mwingine akawa amekuja nyumbani kwa naibu waziri. Anakuta moto wa tanuru, alafu Yong anatoka na farasi. Mfalme huko na escort yake, mvua ikaanza kuonyeshia njiani, mara mke wa mfalme kaangushwa matopeni. Anaangalia walikotoka, anakuta moto unawaka. Mfalme binafsi kweli, eti Wajapani mbona wamefika mapema sana huku? Ndio anapewa taarifa kwamba wale sio Wajapani, ni watu wake wenyewe wameamua kuchoma maeneo ya mfalme. Yong anafika kwenye center, anakuta kumbe watu wanachoma majumba ya mamasta kama yote. Wanachodai wao kwa muda wa hatari wameondoka wenyewe, wamewaacha wao wafe Wajapani wakija. Sasa sababu Yong alikuwa amevaa vazi la kimaster na panga na farasi alikuwa naye, jamaa mmoja akahisi kwamba huyu jamaa ni master, akamwomba aorganize watu waweze kupambana na Wajapani pindi wajapo katika sehemu hiyo. Hivyo kijiji cha pembeni ambao ilikuwa ni maarufu wanakaa watu ambao ni low life ndio wakaenda kufanya hiyo mipango. Yong anawaambia mwenye panga, kisu, mikuki, mishale na aje basi mbele tujue tufanyaje. Wakatokeza watu 4 tu. Yaani kati ya wote hapa ni 4 tu. Jamani msiogope, master hapa atahakikisha kwamba mkipambana mnatolewa kwenye utumwa jamani. Dogo mmoja, mimi kwenye amanati niko vizuri sana. Mama yake sasa, hapana, umepoteza akili, unataka kujiua. Mara jamaa mwingine, mmesema mapanga tu, mimi nina kisu cha nyama, vipi mtanichukua? Ndio Mr. Butcher, hata wewe. Bana nimewahi kuwa na ndoto nyingi sana hadi wait. Ila siku yote kama utakuja kuitwa master siku moja. Basi wakaanza kujipanga kupambana na Wajapani, huku mfalme na watu wake wamefika mahali wavuke mto. Ikabidi mfalme apoe kwanza, baada ya safari akahitaji pia na chakula. Watumwa watafuta sana cha kumpa, wakaleta mahindi kidogo yamepukuchuliwa, vimboga vya majani pamoja na dagaa mmoja wa kurumangia mkubwa sana. Mfalme anasema, "Hichi ndio mmeniletea kinini? Ndasiye kuna samaki mdogo kama huyu. Tusamee mfalme, tumetafuta kila mahali, lakini hichi ndio kilichopo." Mara raia hawa hapa wanataka kummaliza mfalme. Ikabidi askari waanze kupambana. Mara akaja mtumwa mpaka kwa Young Master, anamwambia hali ya nyumbani, alafu anamwambia kisha nikamwona Cheon-yong anatoka na farasi wako na panga na vazi lako Young Master. Akajua moja kwa moja kwamba ni Cheon ndio kafanya huo ufuska wa kuchoma nyumba za mamaster. Wagana Cheon-yong nao na watu wake wakachezea kichapo sana, maana wao walikuwa wanatumia mapanga alafu Wajapani walikuwa na risasi. Hivyo Cheon ikabidi awape njia mpya kuliko kwenda moja kwa moja. Mwisho wa siku akakutana na jamaa anaitwa Soul Snatch. Yeye ndio mkuu wa kikosi cha kazi pale Japani. Hasa jamaa alivyoona panga ikipigwa na huyo jamaa akajua basi jamaa ni master kwa namna fulani. Hivyo walipokutana akaanza kumsalimia kwa itifaki. Eti mimi naitwa Genshin Kikawa Konishiki Battalion, kamanda wa kikosi cha Japani. Naomba nijue kwamba wewe ni nani na cheo chako ni kipi. Hapo jamaa kashinda njaa siku nzima, afu jamaa anamletea habari za cheo na jina. Anamwambia mimi naitwa Mbwa, cheo changu ni kichaa. Wakaanza kupigana panga. Mwisho wa siku Cheoni akatorokea zake majini. Mfalme naye akafanikiwa kuvuka mto. Anawaambia tukishavuka tu mto, choma eneo la kuvukia na huu mtumbwi pia uzamishi kabisa. Miaka 7 baadaye Young Master anamtafuta Cheon-yong bado kwa udi na uvumba. Anawaamuru hadi watumwa wake walete miili ya watu ambao walifariki katika vita ya Japan na Korea aone kama ni yeye. Bado jamaa hapatikani tu. Mfalme naye anarudi kwenye makazi yake, anachowaza yeye eti ni kujengwa upya kwa ikulu yake. Cheon-yong na watu wake nao wako kwenye kambi yao waliochagua nje kidogo ya mji uliojengeka. Wako na mtu mstaarabu sana anaitwa General Kim. Wanawavamia Wajapani siku moja wakiwa wakielekea kwenye treasure. General anawaambia kwamba hii itakuwa nzuri tukimpelekea mfalme kama ushahidi ili aweze kuwatoa utumwani. Lakini mdada mmoja Boemdong ikae mwingia akilini kabisa. Yaani tunataka kwa mfalme. Yeye akaamua aondoke zake tu amain business zake zingine kama darasa. Wengine wakapeleka dhahabu na wafungwa wa Kijapani kwa mfalme. Wanafika pale raia wakawapokea kwa bashasha sana, maana wanamkubali General Kim. Mfalme akapata na chuki kwa sababu hiyo tu. Wanafika pale walinzi wanaambia kwamba mfalme anataka kuongea na General peke yake kwanza. General anafika ndani anakatwa kichwa kwa sababu ya kesi ya uhaini. Wanajeshi wale ambao walikuja na mizigo wakaambia basi wapelekwe mahali wakale wakapata kinywaji kwa sababu ilikuwa ni safari ndefu sana na watakuwa wamechoka sana. Lakini kufika huko wakaishia kuuliwa tu. Cheon-yong
Yong kwa mstari mwembamba sana akafanikiwa kutoroka. Anafika walipo kina Boimdong. Boim anamkasirikia sana kwa nini aruhusu mtu mzuri kama General aweze kuuliwa. Young Master akaenda kwa mfalme na kumpa wazo kwamba watumie wafungwa wa Japani na jeshi lao kwenda maliza wahaini walioko huko mtaani. Mfalme akaona ni wazo sawa kabisa, maana hata akifa wakiwa vitani, kwanza hata si watu wake, alafu watazitoa mali ambazo zimejificha wakisi kwamba tutataka kugawana. Basi Wajapani wakatolewa kwenda kuwatafuta ambao ghafla wamekuwa eti ni wasaliti wa nchi. Huku Boimdong, Cheonyeong na watu wao nao wanawaza wakawavamie tena wachukue dhahabu za Japani zile zile, watakuwa na kitu cha thamani sana kuweza kutrade na society zingine ili waweze kupata silaha. Hivyo wakaenda kwenye handaki walipowakuta Wajapani mara ya mwisho, wakachukua mizigo wanataka tu kuondoka. Wengine tena wakawageuka Boim pamoja na Cheon, wanawaambia aisee, kama ni vita, tumepigana baba, inatosha. Yani sana tu. Anayewaza kwamba hizi mali tugawane, kila mtu aende kwake, asogee hapa. Yani kila mtu, hilo ndio likawa wazo lake badala ya vita. Basi wakachukua mzigo na kuondoka nao. Wanafika njiani, wanavamiwa na Wajapani na kuuliwa wote. Yule dogo wa Manati ndio kuja kusema kwa Cheon pamoja na Boim kwamba wale watu wote wameuliwa. Kwenda pale kuona live, wakaanza kuwafuatilia wale wajeda wa Japani na kikosi cha mfalme. Mara wako ufukweni wanasubiri meli wapeleke mzigo kwa mfalme, wanageukana na kuuana tena. Mambo yakasonga, wakabaki Young Master, mkuu wa kikosi cha Japani, na Cheonyeong. Wanapigana wote, abaki mmoja ambaye atakuwa mshindi. Mwisho kabisa Master yule wa Japani akawaacha wamalizane, alafu yeye atashindana na mtu ambaye atashinda kati ya Young Master pamoja na Cheonyeong. Panga moja mbili, Young Master akakatwa, akaanza kuugulia maumivu. Cheon anamwambia usigugumie kukatwa tu, wakati kuna watu huko wametolewa vichwa. Anamwangalia kwa hasira na kumwambia wengine wameunguzwa mpaka kifo, nitakufanya hivyo hivyo. Jamaa kakosa mpaka nguvu, kapigwa mpaka kachomwa mkono. Anamwambia haikuwa hata hivyo, mimi nimetoka kwenye gereza lenu, moto ulikuwa tayari umeshawashwa. Mke wako nataka kumuokoa, akajipeleka yeye mwenyewe motoni, alafu akaniita pia msaliti juu hapo. Jamaa akikumbuka vizuri maneno ya mke wake hata kabla ya mambo kuanza, akaona kabisa kwamba kweli huu ni msemo wa mke wake. Akabaki kuduaa tu. Master wa Japani anataka kumpiga panga, Cheon akawahi kumlinda, na sababu mkono wake mwingine ulikuwa tayari una shida, akashindwa kabisa kuendelea. Young Master akaingia mzigoni. Sasa na zile stress zote za kuwaza mke wake kujipeleka motoni, akashindwa kabisa kufocus. Hivyo akaishia kuuawa tu. Cheonyeong kwa hasira akammaliza kamanda wa Japani. Mwishoni kabisa inaonyesha kwamba kumbe yale masanduku yalikuwa hata hayana dhahabu, bali viungo vya watu tu. Alafu ufalme hauna mtu kabisa, watu wote wako sehemu nyingine kabisa, wameamua kukaa huko na kuanza maisha mapya ambapo kila mtu ni sawa. Hakuna ambaye ni mkuu wa mwenzake, hakuna ambaye ni bosi, na hakuna ambaye ni mtumwa. Na hiyo sehemu wakaamua kupaita Boimdong, ikimaanisha kwamba dunia ya pamoja. Hii ni historical war action film inaitwa Uprising. Bonge moja ya movie, sababu mpaka sasa hivi ukipita mtandaoni kwenye IMDb ina rating ya 6.6 na kwenye Tomatometer ya Rotten Tomatoes imepata 80%. Usisahau kusubscribe kwa wa kwanza kupata updates za filamu kila niziachie hapo. Asante, kwaheri.